huwezi kujua thamani yake kwa kuwa yupo. Lakini huyo mama amefanya kazi kubwa. Nawaambia siku zote wale mnaofuatilia klipu, nawaambia mama, ili mtoto lako lijue kuongea na kusema, mama anakubali kuwa kichaa miaka 4. Mwenda wazimu kabisa na elimu yake na Kiingereza chake, anakuwa mwenda wazimu kabisa. Unakuta katoto kachanga anakaambia ratiba za baba yake kama vile kanasikia. Anasema baba yako yuko kazini, atarudi saa 2. Katoto kako kwenye baby show hakaelewi, lakini kanapewa taarifa za baba yake. Anaongea, unaweza kagonga hodi ukafikiri kuna watu ndani, unamkuta mama yuko peke yake. Ulikuwa unaongea na nani? Hamna, karibu. Yani anakuwa mwenda wazimu. Anakaimbisha katoto nyimbo hazina manoti, hazina nini. Anakaimbisha nyimbo, anaokota makopo, anakapa, wanachezea na katoto. Katoto kanahisi huyu type yangu. Anachuma maua, anakapa na nini, paka nakafundisha kajue kusema baba, tema baba, tema baba. Kitoto nacho baba, baba. Babu narudi safari, baba. Hey, anaongea peke yake. Wewe mshukuru profesa huyu. Mama ni profesa wa kwanza anayepaswa kupewa heshima. Lakini wamezarauliwa. Kwenye jamii zingine hawana hata sei. Yani hata mwanaume hawezi kumshirikisha chochote mke wake. Mke wake kila kitu anakiona kwa surprise. Anashangaa tu TV inaingia. Ya nani? Ya kwetu, weka. Umenuna? Weka. Anashangaa tu gari, umeazima? Nimeazima wapi? Kwa hiyo nani? La kwetu. Umenunua gari? Ya. Anashangaa uwanja umenunuliwa, nyumba inajengwa, sijui vitu gani. Hamshirikishi mke wake kabisa. Yani kamchanganya mke na watoto. Ndio maana saa nyingine hata mke akikosea anatukanwa mbele ya watoto. Wewe mwanamke ng'ombe kabisa, mpaka vitoto kule mama ng'ombe. Sasa kama vitoto vimeambiwa mama yao ng'ombe, hivi huyu mama atakuja kuwa na sei kwa watoto? Anaweza kawakemea? Nondo zingine tutakutana Jumamosi. Tutakutana Jumamosi na wanandoa. Labda unitoroke. Wanandoa punga mikono. Umemwona aliyepunga? Mwambie Jumamosi usikose. Kuna nondo zako. Haleluya. Kuna watu wataanza kupanga safari, tumefiwa, kuna mgonjwa. Leta kichwa chako ni kikarabati, kikae sawa. Yawezekana mke wako ameteseka, yatosha. Mume wako yawezekana ameteseka, yatosha. Uje Jumamosi. Kwa hiyo madhaifu ya kwanza, mlitaka kunitoa kwenye somo. Madhaifu ya kwanza ya mwanadamu, tumesema anaamini kwamba yeye hakosei, hata kikosea amekoseshwa. Ndio maana hata kikosea anatafuta sababu. Hayuko tayari kusema nimekosa, nisamehe na nini. Hayuko tayari. Anaisha kusema basi yaishe. Yani toba za watu wengi hazijanyoka, zinatafuta sababu. Na unashangaa mtu wa Mungu aliyeokoka, wanamwambia umekosea, anasema mna ushahidi gani? Ushahidi. Ina maana mashahidi watatu huamini, wote hawa watatu huamini. Maana shahidi wa kwanza ni Mungu aliye juu. Anakufahamu nje ndani. Hasa unaposema nani alikuwepo, ina maana hata Mungu umemsahau. Hakuwepo wakati unakosea. Ndio yale ya yule mtoto ameenda kuiba na baba yake. Baba anasema angalia watu kama wanakuja ili wasije wakatukamata. Katoto kakakumbuka. Mwalimu wa Sunday alituambia Mungu anatuangalia masaa 24. Sasa baba amesema niangalie. Tayari. Akasema baba tayari. Akasema ametuona. Baba akachomoka mule alimokuwa naiba, akakimbia. Hakumuuliza hata ametuona nani, maana alijua sasa hapa tukianzisha kikao ndo atatuona zaidi. Twende. Wakakimbia, wanafika nyumbani.
Anasema mwanangu, hivi alisimamia upande gani? Anasema yani kwenye mti, anasema hapana, Mungu. Nani? Mungu. Mwalimu wa Sanda alituambia Mungu anatuangalia masaa 24. Kwa hiyo uliposema tuniangalie nikakumbuka, ameshatuona. Ndio maana nikakwambia twende. Baba na wewe yani mtoto yani tumekosa kuiba. Kwa sababu akasema alituona. Si wewe ulisema mtu yeyote atakayetuona, Mungu alituona. Sasa wewe mpaka unakosea, unatafuta mashahidi. Kijana umempa mtoto watu mimba. Kitoto kimezaliwa. Wanakuambia mtoto wa kwako, unasema mimi wapi? Hai. Unatafuta mashahidi kweli? Na wengine mko hapa vijana mmekataa watoto wenu ambao ni damu zenu kabisa. Umekataa alafu upo kanisani. Natamani kwenda mbingu. Mbingu ya nani? Unafika kuna mbingu imechongwa na mbao au kuna mbingu ya baba yako? Umetelekeza vitoto huko mitani, umekakataa katoto kako mwenyewe, damu yako. Unajua kuna watoto wengine wako mitani, tunasema wakora, machokora, sijui watu gani. Bahati mbaya wengine ni watoto wawapendwa. Wamo kanisani, ukiimba unaimba na macho unarembua. Hayo macho hatuna shida nayo. Karembue mitani, yatafute mtoto wake. Yamuone mtoto uliyemterekeza. Maana wako watu wanasema, unajua mchungaji, huyu jamaa vipi huyu? Hivi hajui kanisa letu ni la kiroho tumeokoka? Mimi sikatai. Ni la kiroho tumeokoka, ni watu tulio nuruni. Sasa hiyo nuru ikamulike mtoto ulikomterekeza. Ikamulike, apatikane, umtunze mtoto wako, umulee. Yule mtoto hana baba mwingine. Unasema nilizaa wakati wa giza. Sasa si umepata mwanga, sasa kamulike. Yule mtoto hana baba mwingine zaidi yako. Alafu unajua kwa nini mnaniangalia kwa huruma? Mnafikiri na wahubiria nyie. Ukiwa Deliverance Church Utawala, wewe ni international preacher. Hivi navyohubiri hapa, mataifa na mataifa wanasikia ujumbe huu. Kuna watu wako nje na mji huu. Ninao wafundisha hapa, nyie ni watu wachache mno na mamilioni ya watu wanaonifuatilia. Hivi si mnajua kanisa lenu liko? Unaelewa hiyo? Sasa kwa nini unabadilika sura? Kwa hiyo vitu vingine naongea havikuhusu wewe, vinawahusu hawa wanaoniangalia, hawa waliotelekeza watoto, hawa ambao wameacha vitoto vyao kule na kila Jumapili wanakimbia kanisani. Kachukue watoto wako kwanza ndio ukimbie kwenda kanisani. Wamekupa na cheo kanisani, taperi mkubwa, umeacha watoto wako, huna hata huruma. Alafu tunasema Wakristo wanyosha mikono na wewe unanyosha. Huna hata aibu. Kama umekaa karibu na mwanaume, muangalie sura yake. Unajua body language inaongea. Body language inaongea kwamba huyu mwanaume hayuko salama. Kuna mahali ameterekeza kitoto chake. Tena wengine wakikusanya watoto wao wote watajaza matatu. Mwanaume uliye naye karibu, body language, sura yake inasomekaje? Yuko salama? Unavyomuona tu macho. Maana mwenye dhambi macho yanajulikana. Mwingine asijidai anaangalia simu, asijidai anasoma kifungu cha Biblia, asijidai anaandika notes. Mwongo. Kuna kitu kinamsuta kwenye moyo wake kwamba huyu mchungaji amejuaje? Ni kweli nimetelekeza watoto, ni kweli nimemkataa binti wa watu. Leo wanawake wanaonekana majitu makatili, wanatupa watoto. Wamefanyaje? Paka tunasema wanawake hawana adabu kabisa, wanatupa watoto. Lakini waliofanya wawe makatili ni sisi wanaume, kwa sababu sisi ndio tuliharibu akili zao. Tulipeleka maneno mengi matamu.
Akasema jamani, sasa ikitokea, akasema hamna shida. Kwani si ikitokea ndio baraka? Mimi hamna shida. Nitatunza wewe na mtoto, mtakuwa salama. Mama akakuangalia akafikiri kweli. Kumbe maneno ya mamba. Crocodile, yani jitu katiri linaongea maneno matamu, kumbe jitu katiri. Na wanawake ni wepesi kuamini. Viumbe hawa nao ndio madhaifu yao. Ndio madhaifu yao. Wanatuamini mno. Yani wakisha iona suruali wanajua tu huyu. Hawajui kwamba hata mshono wa suruali unaonyesha akili zetu zimegawanyika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa viumbe hawa nisiye nikaishia tu kwenye utangulizi. Lakini anyway, msosi ni msosi tu. Wakikuletea status ikawa nzuri, kula shiba na wanaenda. Sasa kuna haja gani tena kusubiri chakula? Si kinachotakiwa ni kushiba. Kwa hiyo kwa sababu anaamini hakosei, hata kikosea anasema amekoseshwa. Ndio shida ya jirani yako. Ndio maana mama unapata tabu na mumeo, baba unapata tabu na mkeo. Ulikuwa hujui huyu kiumbe ana mapungufu gani. Lakini kuanzia leo hutapata pressure tena. Ukimwambia umekosea, hijakosea unasema nilishaambiwa nye viumbe hamkubali makosa. Nilishaambiwa na kusamehe hata bila kutubu. Unajua wale waliosoma udereva, kuna kipengele wanasema endesha na gari la mwenzako. Sisi Tanzania wanasema endesha magari matatu. Yani la kwako, endesha na aliye mbele yako, endesha na aliye nyuma yako. Kwamba akishindwa kufunga breki yeye, funga la kwako kwa niaba ya gari lake. Akishindwa yeye kwenda vizuri, nenda wewe vizuri kwa kumuendesha yeye kupitia gari lako. Yani endesha magari matatu kiwa kwenye gari lako. Sasa yameongezeka na bodaboda ya 4, imeongezeka na bajaji za 5, wapita kwa miguu, ng'ombe. Kwa hiyo unaendesha vitu vingi. Unajua tu kabisa yule ng'ombe hajafunga breki kwa kusubiri nipite, nafunga mimi kwa niaba ya ng'ombe. Kwa hiyo unaendesha wewe gari la mwenzako kwa kutumia gari lako. Kwa maana kwamba kichwa chako ndicho ukiamini kwamba kina dereva mzuri. Saa nyingine endesha kichwa cha mke wako kwa kutumia kichwa chako. Endesha kichwa cha mume wako kwa kutumia kichwa chako. Yani useme hapa mume wangu alitakiwa kuomba msamaha, amechelewa, naomba kwa niaba yake. Yani mimi ndio naomba kutumia kichwa changu kwa makosa yake. Unamwambia mume wangu samahani, nafikiri mimi ndio nimekosea, ndio maana hapa tumevurugana, hatujaelewana. Nafuka mmegundua. Lakini baadaye ndio atagundua yeye ndio hakuwa na breki kwenye gari lake. Ndio utasikia lakini pale uliomba tu msamaha, lakini kwa kweli mimi ndio nimekosea. Unasema kama umeziona breki, jina la Bwana libarikiwe. Niliona za kwako zimefiatuka ndio nikafunga za kwangu. Kwa hiyo endesha kichwa cha mume wako kwa kutumia kichwa chako. Endesha kichwa cha mkeo kwa kutumia kichwa chako. Kwa maana ya kwamba umeshajua huyu ni kiumbe mwenye matatizo, asiyejua kama kakosea siku zote nahisi amekoseshwa.